Hii ndio hijra ya hakika, ndio kuhama kwa hakika. Na ukitaka ushahidi, bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alipokuwa aizungumza nia na aieleza nia, alifungamanisha nia na kisa cha hijra kutufahamisha uhakika wa hijra ni upi. Alisema innamal a'malu binniyat. Mtume hakusema innamal a'malu binniyat. Amali huzingatiwa nia. Nia moja kwa Kiswahili haina wengi. Nia hiyo, hakuna nia nyingi. Lakini Kiarabu niyatun ni moja, niyatun ni nyingi. Niyatun ni singular, niyatun ni plural. Niyatun mufrad, niyatun ni jamu, wingi. Sasa Mtume sema innamal a'malu, amali zetu zote kusihi kwake binniyat, huzingatiwa nia nyingi. Yani amali moja waweza ukaekea nia kadhaa. Umeingia msikitini usali rak'atayn sunnat tahiyatul masjid, sunnat alwudu lillahi ta'ala, umesali rak'a mbili kwa nia mbili, wasali sunnat alwudu, wasali tahiyatul masjid, wasali qabliya, nia hiyo moja. Nafunga leo mimi lillahi ta'ala, nafunga leo kwa ajili ya sunna ya Muharram. Kufunga katika Muharram ni sunna siku yote. Nafunga leo mimi kwa ajili ya shifa ya watoto wangu ama mgonjwa wangu. Nafunga leo mimi kwa nia. Ndio an-niyat. Wale wema walikuwa wakiweka haswa katika milango ya majumba yao kabla hawajatoa guu katika majumba yao, nia nyingi. Mimi natoa guu nyumbani, naenda wapi? Naenda kazini. Kwa hivyo naenda kutafuta riziki halali, na tia nia kutoa guu hili kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, kupotembea katika ardhi ibtigha fadlillah, naenda kutafuta riziki kwa nia ya Mwenyezi Mungu aniepushe na haramu, naenda kutafuta hii na kutafuta kwa ajili ya kusimamia majukumu yangu, kwa ajili ya kuwatosheleza watu wangu, kwa ajili. Sasa ukitoka wewe katika jihad, ndio pale Mtume atuambia man amsa wa huwa kaalun fi talab alhalal amsa maghfuran lahu, atakayeingiliwa na jioni hali yakuwa amechoka kwa sababu ya kutafuta riziki ya halali, afikiwe na jioni madhambi yake yote yamesamehewa kwa sababu niyat. Sasa bwana Mtume Muhammad alipokuwa azungumza kuhusu suala la nia, ambao mahalluha alqalb, nia pahala pake ni moyo. Atalaffudhu biha sunnatun, kuitamka ni sunna tuliowekewa. Kuitamka nia ni sunna, pahala pake hasa ni moyo. Lao ingelikuwa nia pahala pake si moyo, ingelikuwa kuna mushkili fulani. Lakini anayekujua nia yako hasa wewe, kilemba ulichokivaa, kanzu ulioivaa, juba ulilivaa, kishale ulichokiweka begani, khutba unaitoa, nia yako ni nini? Bainaka wa baina Allah, ni wewe kati yako wewe na Mungu. Umeacha shughuli zako, umekuja ukakaa katika swala ya Ijumaa, nia yako nini? Mola wako ndiye anayekujua. Sasa Mtume azungumza nia inaofungamana na masala ya ndani ya mwanadamu, ambayo hakuna almuttali'u illa rabbuh, hakuna anayetizama isipokuwa ni Mola wake, kutufahamisha uhakika wa hijra ni upi. Atuambia innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in, kila mtu hulipwa kulingana na vile alivyonuilia. Kusihi kwa amali yako huzingatiwa nia yako, na kulipwa amali yako thawabu ama madhambi hutegemea na ile nia uliyoitia. Huyo amefunga mikono, yafanya nini? Anayefunga mikono kile kibla huwa ambaye afanya nini? Yuwasali. Hasa wote wawili wamefunga mikono wameelekea kibla. Huyu wasali lillahi ta'ala, huyu wasali tuletewa habari yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa. Sala yake ni murai, yataka kuonekana na kujulikana. Huyu asali kwa ajili ya Mungu. Anaivaa shuka nyeupe chini na shuka moja juu, hana nguo nyingine, yuko katika amali gani huyo? Tasema umra ama haj. Lakini huyu lillahi ta'ala, huyu amali yake ma hajjaita wa illa hajjat al-ba'ir. Yani wewe huko na hija, ilikuwa na hija ile ndege yako na tikiti yako uliyotumia. Sasa Mtume asema innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya Rasulullah, kunani? Sema faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi.
Yule ambaye alitoka Makka, hapo panga zishatulia, safari ishakwisha, washaanza kukita katika mji wa Madina. Hasa kila mmoja hasa ije aya lilfuqarai almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, sifa zaja kutoka kwa Mungu. Mtume ambaye sikizeni bwana, si kila mmoja anaingia hapa, hapana. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, yoyote yule ambaye kuhama kwake ni kwa ajili ya Mungu na mtumi wake, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, hijra yake ni kwa ajili ya Mungu na mtumi wake. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Ama yule ambaye katika nyinyi alitoka Makka akaja hapa Madina, lidunia yusibuha, ili apate pato la dunia. Biashara Makka si mzuri, nitaenda Madina na mimi nitahama, nitapata biashara mzuri. Yule mwanamke nilikuwa kimtaka Makka sikumpata, lakini nikienda Madina nitapata nafasi ya kumuoa, nitampata. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, umetoka katika dini ulionao umeingia katika dini nyingine kwa ajili wataka kuoa, Mtume akwambia fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijra yake ni kwa ajili ile lengo alilohamia. Lengo lako la kuhama, lengo lako wewe la kutoka kule ulipokuwa kwenda huku, lengo lako nini?